Karibu sana mtazamaji wa JM News TV. Hapa tupo Buguruni, tumekuja kuzungumza na mashabiki wa soka, mashabiki wa bori, wapenzi wa virabu vikubwa vya Simba na Yanga. Leo ninaye Mzee Mganga, shabiki wa klabu ya Simba, akitaka kuelezea kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu yao. Tunajua wana mwalimu mpya Steven Baka ndani ya kikosi cha Simba, lakini katika siku ya kesho wanakwenda kucheza mchezo wao wa ligi kuu dhidi ya Mtibwa Sugar. Mzee Mganga, habari yako? Sawa, vipi hali bwana? Salama. Shikamoo. Marhaba, salama. Salama mzima? Mimi wa afya kabisa. Mambo yanaendaje? Mambo safi kabisa. Wanasemaje wana Simba? Wana Simba wako poa tu, hawana matatizo. Hamna matatizo? Hamna matatizo. Mzee Mganga, mmemtambulisha kocha mpya Steven Baka ndani ya kikosi cha Simba, na ndio kwanza mchezo wake wa kwanza kesho wa ligi kuu dhidi ya Mtibwa Sugar. Muonaje kwanza mwalimu na kuelekea mchezo wa kwanza dhidi ya Mtibwa Sugar? Kila mtu ana mitazamo yake. Kwa kweli kwa mimi, kwa mwalimu huyu, kwa sababu sijamfuatilia sana, ila nilikuwa namkubali sana mwalimu aliondoka afu ndo amekuja huko. Yaani yule mwalimu alikuwa mwalimu wa mpira, ila wameondoa viongozi, sijui wameondoa kwa sababu gani. Kwa sababu yule viongozi alikuwa anafundisha mpira, unaona kabisa mpira unaanzia nyuma, timu inashambulia na timu inatengeneza nafasi 8, lakini tatizo kwenye ufungaji. Kwa hiyo tatizo hilo huwezi kumuondoa mwalimu, ila viongozi ndio wenye matatizo, lakini wao kafara wanamtoa mwalimu, lakini tatizo la Simba lipo kwenye viongozi wa Simba. Kwa hiyo unaamini kwamba tatizo la kwanza lipo kwa viongozi wa Simba? Tatizo la kwanza la Simba lipo kwa viongozi wa Simba. Lipo kwa viongozi. Lipo kwa viongozi wa Simba. Tukiachana na tatizo ambalo lipo kwenye viongozi wa Simba, na wenyewe nyinyi wana Simba mnalifahamu hilo, tumtazame sasa mwalimu wetu. Achane na mwalimu Dimitri Pantev, aliondoka ndani ya kikosi cha Simba. Wakina Fadlu Rahmani Davis aliondoka ndani katika kikosi cha Simba. Tunamtazama mwalimu Steve Baka, mwalimu ambaye ndio kwanza kesho anakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mtibwa Sugar. Mwalimu huyu kama nilivyosema mwanzo, mwalimu sijamfuatilia kwa muda mrefu, lakini kutokana na kilabu tunaocheza nayo tutashinda bila matatizo yoyote. Mtashinda bila matatizo yoyote? Bila matatizo yoyote tutashinda bila tatizo. Unafahamu Mtibwa Sugar? Mtibwa nawafahamu vizuri mno, na Simba naifahamu vizuri mno, pamoja Simba na matatizo anayopitia, lakini kwa Mtibwa atoki, lazima tutamfunga. Kwa hiyo mnajihakikishia 100% kwamba mtamfunga Mtibwa? Yaani 100% ukiongeza na 10, yaani 110 Mtibwa tunamfunga, yaani 100% hizo ongeza na 10 tunamfunga. Kwa hiyo wana Simba mna matumaini makubwa kuelekea katika mchezo wa kesho, kwamba 100% zile zinazofahamika maarufu mmezipita mpaka mnaongezea na 10? Tumezipita mpaka na 10. Mtibwa hawezi kutoka, kwa Mtibwa hawezi kutoka. Mtibwa tunamfunga. Kwa hiyo waandae, wana sukari, waandae miwa ya kutosha kwa ajili ya kipigo cha kesho. Yani Mtibwa hawatoki, lazima wapigwe. Yani kupigwa ni lazima, kama kifo na binadamu. Kupigwa kama kifo na binadamu ni lazima. Kwa hiyo ni kama kifo na binadamu. Kifo na binadamu. Tukiachana na Mtibwa Sugar, kesho wanakutana na Simba, lakini rekodi zenu zimekuwa bora zaidi pindi mnapocheza na Mtibwa Sugar. Michezo mitano ya mwisho mmefanikiwa kupata matokeo katika michezo yote mitano. Hilo halina shaka, kama ulivyosema kwamba kesho mna 100% kubwa ya kwenda kumfunga Mtibwa Sugar. Tukiachana na hayo, bado dirisha la usajili lipo wazi, na tunatambua miongoni mwa sehemu ambazo ama vilabu ambavyo watu wengi wanatamani kusikia na kuona sajili zao ni klabu ya Simba Sport Club. Wewe unaizungumziaje klabu yako na swala zima la usajili ambao linaendelea hivi sasa? Kwa sababu hapo Simba ndio kwenye mtihani. Unajua viongozi wa Simba si watu wa kufuatilia mechi za mpira, yaani wanasajili wachezaji, sijui nani anawaletea wachezaji. Lakini tulikuwa na marehemu wa Sport, alikuwa akitembea Kongo, Rwanda, wapi, anaangalia ligi mbalimbali, akileta mchezaji analeta mchezaji wa kweli. Lakini tatizo hili sasa hivi lipo kwa viongozi, na maana tangia awali nilikwambia hili tatizo la Simba lipo kwa viongozi wa Simba. Lakini imani yako kwamba sehemu ambazo mnahitaji kufanya marekebisho zitafanyiwa kazi, una imani na uongozi? Nimemsikia msemaji wetu anasema kwamba wana Simba msiwe na wasiwasi, hilo tatizo linatibiwa, lakini miaka yote ndio anatuambia hivyo, lakini baadaye wachezaji wanayekuja sio. Kwa mfano sasa hivi walikuwa wanamzungumzia sana huyu Okelo, sijui Okelo alosajiliwa na Yanga, wao ndio walikuwa fasi, lakini wao wameshindwa, Yanga wakaenda wakamchukua. Kwa hiyo yani sisi tuna pointi mtu, baadaye kwenye utekelezaji unakuwa hamna, wenzetu wanatugeuka, wanaondoka. Hili ndio tatizo la viongozi wa Simba. Ndio maana tangia awali nisema tatizo lipo kwa viongozi wa Simba. Sawa, tatizo lipo kwa viongozi wa Simba.
mfungaji bora wenu wa msimu uliomalizika na mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC Jean-Charles Ahoua ameondoka ndani ya kikosi cha Simba. Wewe kwa mtazamo wako unalizungumzia? Mimi kwa Ahoua nasema pengo, lakini sio pengo kubwa. Kama atatafutwa mbadala wa Ahoua, kwa Ahoua litakuwa sio pengo kubwa sana. Ni kweli mfungaji wetu bora na kweli Ahoua mchezaji mzuri, lakini kama watamleta mbadala wa Ahoua basi kutakuwa kuna tatizo. Kwa hiyo mnaamini kwamba tunarejea kule kule, kwamba unaamini uongozi ukichanga karata zake vizuri, Simba itasajili wachezaji waliokuwa bora katika dirisha hili dogo? Kama watachanga karata zao vizuri, kama jicho lao litakuwa lina uono, basi wataleta wachezaji wazuri, lakini kama watafuata waliokuwa wanayafanya nyuma, basi tutakuwa tunaelekea kule kule tunakoelekea. Unahisi mnafeli wapi zaidi, ukitoa swala zima la uongozi? Kwa sababu kumekuwa na madai kwamba mna pointi wachezaji wazuri, lakini wenzenu wanawawai. Je, unahisi ni sehemu gani nyingine ya kuifanyia usahihi ukiachana na swala hili la uongozi? Labda sehemu ya kuifanyia marekebisho. Kama Mo angekuwa msikivu, angemregesha Babla. Babla ana jicho la kuona wachezaji na Babla anajua kuchagua wachezaji. Yaani katika viongozi wa Simba wote waliokuwepo, kimtoa Spopo anaufuatia Babla. Kama Mo kweli kitaka Simba inyooke kama mstari wake, amrudishe Babla. Kwa hiyo unaamini kwamba kuna nafasi ya Babla Gonzalez, mchezaji mkuu wa zamani wa klabu ya Simba, alikuwa na mchango mkubwa sana katika swala zima la usajili? Sana, yaani alikuwa na mchango mkubwa sana. Huyu Chama alikuwa aondoke Yanga muda mrefu sana, lakini Babla ndio alomweka Chama. Yaani Babla ana mchango mkubwa sana ndani ya Simba. Tukiachana na hilo la Babla Gonzalez, wana Simba, jana imetoka taarifa kwamba klabu ya Singida Black Stars wamemtoa Kibabage kuelekea ndani ya kikosi cha Simba, na taarifa ambazo zilizokuwepo zinasemekana kwamba wamemtoa bila malipo, na msemaji mkuu wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesema kwamba hizo taarifa si za kweli, na hii si mara ya kwanza kwa Singida Black Stars mnapofanya nayo biashara, huwa wanatoka hadharani na kueleza kile ambacho hakina usahihi na kile ambacho mliokubaliana nao. Wewe kama shabiki wa Simba unakionaje kitendo hichi? Mimi nikisema wamemtoa bure, nasema si kweli kumtoa bure, kwa sababu Kibabage ana mkataba na Simba na wala ana mkataba na Yanga. Yaani Kibabage ni mchezaji huru, kama atakuja Simba basi atakuja kama mchezaji huru, sio kama wamemtoa, yaani atakuja kama mchezaji huru. Kwa hiyo unaamini kwamba hizi taarifa hazina mantiki yoyote? Hizi taarifa zinaweza zikawa na ukweli ndani yake, siwezi kuzipuuza. Hizi taarifa zinaweza kawa na ukweli ndani yake, na anaweza kuja Simba kweli. Kwamba kuja Simba tayari imeshakuwa rasmi kwamba anakuja Simba, kwamba mmegaiwa bure. Nyinyi wana Simba mnakubaliana na hilo la kugaiwa bure? Hatujagaiwa bure, kwa sababu nimekwambia yule amemaliza mkataba wake Singida, amemaliza mkataba wake Yanga. Kwa maana hiyo yule yupo mchezaji huru, Simba umeongea na mchezaji akiwa huru. Kwa hiyo ni mali ambayo mmeipata kwa halali na pasi na kupewa. Yaani mali tumeipata kwa halali kabisa bila kupewa na kilabu yote, kwa sababu yule ni mchezaji huru. Wachezaji huru ni wengi, na ukizungumza nao unawachukua wengine hawana hata kilabu, sio kama unachukua bure. Unaongea na mchezaji, unamlipa mchezaji na unachukua mchezaji, kwa sababu yule mchezaji yuko huru. Sawa, umesema kwa sababu ni mchezaji ambaye mmemchukua, na mmemchukua kwa kufuata vigezo na sio kwa kugaiwa. Tunarejea tena katika swala zima la usajili. Tumeona katika eneo miongoni ambao linalalamikiwa sana ndani ya kikosi cha Simba ni eneo la ushambuliaji. Wewe unalionaje hilo, washambuliaji wenu Steven Dese Mukwala, wakina Jonathan Soa, Suleiman Mwalimu ndani ya kikosi cha Simba, miongoni mwa sehemu ambazo mnaonekana mnapiga sana kelele katika tangia msimu ulivyoanza? Wewe unalizungumziaje hilo? Tatizo ni kweli, ila kijana mmoja huyu kama wanamuonea, kwa sababu Suleiman Mwalimu alikuwa apewi mechi nyingi sana. Huyu Suleiman Mwalimu huyu ni forward mzuri sana kuliko ni Soa, kuliko ni huyu Mkwala. Yaani huyu mtoto ni forward na huyu mtoto ni mchezaji. Yaani huyu mtoto ananikumbusha kama alivyokuwa akicheza Miksoni. Yaani huyu mtoto ni mchezaji, ila tatizo maforward wa Simba wanapokuwa kwenye 18 sijui wanakuwa na kigugumizi gani, yaani hawatulii jicho lao kuangalia goli. Mtu akipiga tu anapiga. Kwa mfano kama nilikwambia kocha aliondoka, timu ilikuwa inatengeneza nafasi 8 kwenye mechi 8 za wazi, 8 zote wanapoteza. Kwa hiyo wachezaji wetu wanafika kwenye 18 hawapo makini kuliangalia goli. Unahisi kuna haja ya viongozi kukaa chini na kufikiria kuongeza mshambuliaji mwingine? Hilo ni sahihi kabisa.
wana haja ya kukaa chini na kutafuta mshambuliaji mwingine. Kwa hiyo mnahitaji kuongeza nguvu kubwa katika eneo la ushambuliaji. Labda tupate kama wawili au mmoja. Huyu Mkwala, huyu muda wake umeshaisha, huyu inabidi atupishe kidogo, muda wake umeshaisha. Mkwala lazima tulete damu nyingine, tulete damu changa, tusilete wazee kama hao. Yaani tulete washambuliaji wakiwa wadogo ambao wenye uwezo wa kukimbia na wenye uwezo kwenda mbele na kurudi nyuma. Unajua mpira kisasa, mshambuliaji sio kama wewe ukae mbele tu mfungaji, lazima uende ukashambulie na uje ulinde goli lako. Kwa hiyo Simba ndio tunahitaji maforward kama hao. Kwa miaka mingi mmekuwa mkisifika kuwa na forward hatari, forward ambazo zinapachika mabao mengi. Wamepita kina John Rafael Boko, wamepita kina Medi Kagere Terminator, lakini wamepita kina Emmanuel Okwi. Urahisi ukipata bahati walau kuchagua forward yote unayofahamu katika ligi kuu ya NBC ambayo unahitaji ajiunge ndani ya kikosi cha Simba, chaguo lako la kwanza litakuwa ni sehemu gani? Chaguo langu la kwanza tumpate mchezaji kama Medi Kagere ambaye hujamtaja, lakini tumpate kama Medi Kagere, alikuwa na jicho la kuliona goli. Kwa hiyo naamini kwamba mafuadi waliokuwepo hawana uwezo huo wa kuliona goli. Yaani wachezaji waliokuwepo wakifika kwenye 18 kama nilivyokuambia huwa wanababaika sana. Yaani goli la waza utakuta mtu anapiga nje. Kwa mfano nakupa kama Kapombe, japo sio fuadi, wakati mwingine yeye na kipa, lakini mpira anapiga nje. Kwa hiyo tupate fuadi ambaye anapofika kwenye 18, fuadi mwenye utulivu. Yaani tunataka tupate fuadi mwenye utulivu kwenye eneo la 18. Tukiachana na masuala hayo ya usajili, mchezo wa mwisho wa ligi kuu mlipoteza, mnarejea dhidi ya Mtibwa Sugar, na kama ulivyosema una matumaini makubwa mtashinda. Unawaambia nini wana Simba wenzako kuelekea mchezo huu wa kesho? Mimi mchezo wa kesho kama nilivyokuambia tutashinda. Kwanza tuna kocha mpya na wachezaji, mara nyingi anapokuja kocha mpya, kila mchezaji anataka kuonesha kile kipaji chake, alimradi apate nafasi. Kwa hiyo ukichukua kwa mantiki hiyo, lazima mchezo wa kesho tutashinda. Mna uhakika kwamba mtashinda? Asilimia, nimekwambia asilimia 100 na unaongeza na 10 hiyo. Neno la mwisho kwa niaba ya wana Simba wenzako, neno la mwisho. Ukimya wa usajili ndani ya kikosi chenu, ukimya wa usajili ni miongoni mwa gumzo ambalo linazungumziwa kila kukicha. Mpo kimya wana Simba, amuoneshi kwamba huyu tayari kashaondoka, huyu tayari ameshaingia ndani ya kikosi cha Simba. Ukimya wenu una maana gani? Yaani ukimya wetu sasa una maana kubwa sana. Unajua hivi karibuni kama nilivyokuambia, sisi tukimlenga mchezaji wenzetu wanakwenda wanamchukua, tukimlenga mchezaji wenzetu wanakwenda wanamchukua. Kwa hiyo viongozi sasa hivi sera yao wanasajili kimya. Nina imani kusajili watasajili na wachezaji watakuja, lakini wanafanya mambo yao sasa hivi kimya. Kwa hiyo mnaamini kimya kinakuwa na mshindo mkubwa sana kabisa sana. Tutarajie vyuma vya kutosha? Tutarajia vyuma vya kutosha, vitashuka kama 2 au 3. Wanasema shida yenu nyinyi wana Simba, shida yenu nyinyi wana Simba, mnashusha wachezaji wazuri lakini hamna subira. Imekaje kwa upande wako? Yaani hilo sio kwa wana Simba, hilo duniani kote. Yaani mpira sasa hivi vilabu havina muda wa kumsubiria mchezaji. Yaani vilabu vyote duniani havina muda. Hata wa Yanga wanaosifika washawaleta wachezaji mwaka jana na mwaka huu washaondoa. Yaani vilabu vyote vya mpira havina muda wa kumsubiria mchezaji. Yaani mchezaji mwenyewe anapoingia kwenye kilabu unatakiwa ufanye jitihada zako. Ila inasemekana nyinyi mmezidi. Sisi hatujazidi. Wewe kama una kumbukumbu hawa wa Yanga, angalia mwaka juzi wamechukua 8, wamemwacha 8, mwaka majuzi wamechukua 8. Yaani wanaacha wachezaji karibuni 2 au 3. Hata sisi tuna uvumilivu kuliko wenzetu. Yaani sisi tuna uvumilivu kuliko hao watani zetu. Kwa hiyo mashine ambazo zitatiwa safari mtazivumilia. Yaani sisi tumewavumilia wengi, tumeshawavumilia wengi. Hao kinapokuwa watu tumewavumilia, walikuwa sio wa kukaa mpaka hivi, lakini tumewavumilia ndio mpaka wapo mpaka leo. Kwa hiyo mchezaji wote atakayekuja sisi tutavumilia. Nimalizie. Ahmed Ally anasema vinashuka vyumba, yaani wachezaji ambao vyuma, wachezaji kweli. Kauli hii wewe unaibebaje? Yaani anasema kwamba ndani ya Simba dirisha hili la Januari vinashuka vyuma vya maana. Unajua Ahmed Ally ni msemaji wa Simba na Ahmed Ally anaongea, yupo kazini. Kwa hiyo anaongea Ahmed Ally, sisi wana Simba tunayapokea, lakini hatuyapokei kwa 100%, kwa sababu yeye ndio anatafuta ugali wake. Anaweza kaongea vikaja viuma vya maana, lakini vikaja viuma ovyo. Kwa hiyo yule msemaji anatafuta ugali. Ahmed Ally simlaumu, ila namsupport. Kwanza namsupport, anajitahidi na anatumia. Sasa hivi anapotuambia anashusha viuma, wana Simba tunakuwa na hamasa na hamu ya kuona, tuna hamu ya kuona hivyo viuma.
Kwa hiyo hata wewe mwenyewe una shauku ya kuviona hivyo vyuma sana 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 sana. Basi mimi nikushukuru sana mzee wangu Mganga kwa kutuazima muda wako na kuzungumza na wanamichezo wa JM News TV, kile ambacho unachokiamini ndani ya kikosi chako cha Simba Sport Club. Inshallah na nyinyi Mungu awajalieni heri na mimi niache nielekee kazini. Basi tukutakie kazi njema. Hii ni JM News TV na huyo ni shabiki wa klabu ya Simba akielezea kile ambacho ni mtazamo wake katika dirisha hili la usajili, lakini akielezea kuelekea mchezo wao dhidi ya Mtibwa Sugar katika siku ya kesho pale Jenerali Isamuyo, ambapo historia yao inawabeba. Michezo mitano ya mwisho Mtibwa Sugar amepokea kipigo kutoka kwa mnyama mkali, mnyama mwituni Simba Sport Club. Mimi ni Shisco Jeyara Kisarawe Finest kutoka JM News TV, lakini nikwambie tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika chaneli yako pendwa kabisa ya michezo. Mpaka wakati mwingine.